kwa kazi moja tu ya kuweka jiwe la msingi la makao makuu ya chama chetu ambalo litakuwa na ghorofa 5. Ndoto ya waasisi wa chama chetu ya kuwa na makao makuu ya chama ilianza tangu mwaka 77. Mara chama chetu kilipoundwa, waasisi walianza kutafakari namna ya kuwa na makao makuu ya chama chetu. Mazungumzo ya msingi kabisa ya uanzishaji wa ujenzi wa makao makuu yalianza mwaka 1983. Na eneo lililochaguliwa lilikuwa eneo la Chimwaga. Mchakato ulichukua muda mrefu sana, lakini mwishowe mwaka 1992 makao makuu ya chama yalijengwa Chimwaga. Lakini baada ya tafakari ya kina ya wazee wetu, wakagundua kwamba elimu ni kitu cha msingi. Wakashauriana kuyaachia makao makuu ya kuanzia ya chama chetu ya Chimwaga kuanzisha kama sehemu ya miundombinu ya chuo kikuu cha UDOM. Kwa eneo hilo likaachwa kwa ajili ya matumizi ya chuo kikuu cha UDOM, ambacho ndicho chuo chenye wanafunzi wengi kuliko vyuo vyote sasa hivi nchini. Mheshimiwa Mwenyekiti, baada ya uamuzi huo ilichukua muda mrefu kufanya maamuzi mapya, lakini tarehe 26 mwezi wa 6 mwaka 2024 kamati kuu ya halmashauri kuu ya taifa ya CCM ilitafakari na kutoa pendekezo kwa halmashauri kuu ya taifa ya CCM kuhusu umuhimu wa kujenga jengo hilo na kulijenga katika eneo hili ambalo tumekusanyika leo. Na katika kikao chake cha tarehe 30 mwezi wa 6 mwaka 2024 halmashauri kuu ya taifa ya CCM kwa kauli moja iliunga mkono hoja ya kujengwa kwa makao makuu ya chama katika eneo hili kwa ramani iliyopendekezwa kwa haraka inavyowezekana. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika kuzingatia maamuzi ya kamati kuu na halmashauri kuu ya taifa ya CCM, wewe mwenyekiti wetu Daktari Samia Suluhu Hassan, ndani ya kikao cha kamati kuu ya halmashauri kuu ya taifa ya CCM, uliiagiza secretariat kwamba ihakikishe mchakato unaanza haraka na kwamba jengo liwe limekamilika itakapofika jubilei ya miaka 50 ya CCM ambayo ni 2027. Agizo lako ndilo limetufikisha hapa leo. Maana ulisema hutaki mazungumzo mengine, unataka jengo liwe limekamilika 2027. Kwa hatua tulizochukua, Mheshimiwa Mwenyekiti, ni dhahiri kwamba 2027 jengo litakuwa limekamilika. Mheshimiwa Mwenyekiti, nataka nikuhakikishie kwamba baraza la wadhamini wa chama chetu limepitia, limechambua na kupitisha mkataba wa ujenzi wa makao makuu ya Chama cha Mapinduzi. Na kampuni zilizoteuliwa, kampuni ya Esteem Construction imeteuliwa kufanya ujenzi wa jengo hili, lakini vile vile kampuni ya Hub Consult imeteuliwa kuwa mshauri mwelekezi wa ujenzi wa jengo hili. Kampuni zote hizi mbili zina uzoefu wa kutosha na historia iliyotukuka katika eneo la fani wanazofanyia shughuli zao. Mheshimiwa Mwenyekiti, ujenzi wa jengo hili unatarajiwa kutumia takriban shilingi bilioni 34.13 za Kitanzania mpaka utakapokamilika. Na nataka nikuhakikishie kwamba fedha za awali kwa mujibu wa mkataba ambazo ni bilioni 8 tayari ziko mkononi mwa katibu mkuu wa Chama cha Mapinduzi. Mheshimiwa Mwenyekiti, nitumie nafasi hii kusema mapato haya ya Chama cha Mapinduzi yametokana na kampuni za CCM ambazo zinafanya biashara. Na kampuni hizi ni Jitegemee Holding na Jitegemee Trading ambazo kwa pamoja zimetoa 100% ya fedha ya kuanzia. Mheshimiwa Mwenyekiti, ni faraja kubwa sana kwa wana CCM kwamba pamoja na kutoa mchango huu wa kujenga makao makuu ya chama chetu, kampuni zetu hizi kwa miaka miwili iliyopita chini ya uongozi wako zimetoa kodi kwa TRA zaidi ya bilioni 25. Lakini vile vile zimetoa sehemu mrabaha ya mapato yao kwa Tume ya Madini zaidi ya bilioni 16.5.
Kwa maana hiyo, serikali yako imepata zaidi ya bilioni 42 kama mchango wa kazi za kampuni za CCM. Lakini vile vile kampuni hizi zinaajiri maelfu, mamia ya wananchi wanapata kipato chao kwa kuajiriwa na kampuni hizi. Mheshimiwa Mwenyekiti, ni chini ya maelekezo yako kama kampuni zetu hizi zimeweza kufanya kazi kwa weledi na zikileta tija sio tu kwa chama chetu lakini pia kwa nchi yetu. Tunayo faraja sana kuongozwa nawe ambaye umeleta mabadiliko makubwa ya kimfumo, ya kimuundo na kiuadilifu ndani ya Chama cha Mapinduzi. Mheshimiwa Mwenyekiti, baada ya kuyasema hayo, sasa kwa heshima kubwa nikukaribishe uongee na viongozi na wana CCM baada ya kwamba umekwisha kutufanyia kazi ya kuweka jiwe la msingi. Mheshimiwa Mwenyekiti, karibu uzungumze na viongozi na wana CCM.